Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania siku ya leo. Habari mbaya, huku mpasuko na mgawanyiko ukianza kushuhudiwa ndani ya CCM ya Samia Suluhu baada ya ripoti zinazosambaa aliyewahi kuwa kiongozi mkubwa wa CCM sasa afunguliwa kesi ya uhaini Tanzania. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania leo imeingia mwaka 2026 chini ya wingu la mshtuko na mshangao na sintofahamu kufuatia taarifa kwamba mchungaji maarufu aliyewahi kutumikia CCM Godfrey Malisa, kiongozi wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM, sasa ameshtakiwa kwa kosa kubwa la uhaini. Madai au habari hizo zimeenea kwa kasi nchini Tanzania leo na kuibua mjadala mkali na kuashiria kile ambacho wachunguzi wengi wa mambo wanakieleza kuwa ni dalili za awali za nyufa ndani ya CCM na migawanyiko ndani ya chama hicho tawala kilichotawala kwa muda mrefu nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa kwa wingi, kesi dhidi ya Malisa imefunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Moshi na kuashiria mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu ambaye aliwahi kuhusishwa na CCM na kuweza kutumikia serikali hiyo. Kutajwa tu kwa uhaini, moja ya madai ya uhalifu mkubwa zaidi chini ya sheria ya Tanzania, kumepandisha suala hilo kutoka suala la kibinafsi la kisheria hadi kwa tukio la kisiasa la kitaifa lenye athari kubwa. Madai haya ya kesi ya uhaini dhidi ya Malisa yanaoenea sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Malisa si jina tu lisilofahamika katika duru za kisiasa Tanzania. Enzi zake ndani ya CCM alifahamika kuwa ni mwanachama asiye na kigugumizi na asiyekwepa kutoa maoni yake hadharani bila hofu, hata pale mawazo hayo yalipopinga msimamo iliyokuwa ndani ya chama anachotumikia. Hata hivyo, utayari wake wa kuzungumza kwa uwazi ulipata wafuasi na wakosoaji wengi, lakini pia ulimweka kwenye mkondo wa mgongano na uongozi wa chama. Mgongano huo haukuepukika pale Malisa alipopinga hadharani uteuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea urais wa CCM mwaka uliopita. Msimamo wake ulitafsiriwa na mamlaka za chama kuwa ni ukaidi wa umoja na nidhamu ya chama na hivyo kusababisha kufukuzwa kwake kutoka CCM. Uamuzi wa kumuondoa katika chama hicho ulikuwa na utata wakati huo na kuibua maswali mapana kuhusu kuvumiliana kwa mifarakano ndani ya CCM. Hata hivyo, madai ya hivi punde ni kwamba sasa amefunguliwa kesi mahakamani kwa madai ambayo bado hayajaweza kuwekwa wazi. Sasa kufikishwa kwake mbele ya mahakama kwa tuhuma za uhaini au madai hayo kumezidisha mvutano huo wa awali. Uhaini ni shtaka linalopita zaidi ya mizozo ya kisiasa ya kawaida ambayo mara nyingi huhusishwa na vitisho kwa usalama wa taifa na udhabiti wa serikali. Kutokana na hali hiyo, kesi hii ya Malisa mara moja imevutia hisia za kitaifa na kuchunguzwa madai haya kama ni ya kweli au la, huku wengi wakihoji jinsi upinzani wa kisiasa ulivyoenea hadi kuwa shutuma nzito za kisheria za uhaini. Ndani ya masaa machache baada ya ripoti au madai hayo kusambaa mitandaoni, mitandao ya kijamii ilijaa hisia kali. Baadhi ya wachambuzi walidai kuwa kesi hiyo inaonyesha matumizi sawa ya kisheria Tanzania, wakisisitiza kwamba hakuna mtu yoyote bila kujali itikadi au cheo chake cha kisiasa au msimamo wa kidini anayepaswa kuwa juu ya uwajibikaji wa kisheria au juu ya sheria. Hata hivyo, wengine walionyesha wasiwasi mkubwa, wakipendekeza kuwa mashtaka au madai ya mashtaka hayo yanaweza kuwa ya kisiasa na yanahusishwa na upinzani wa awali wa Malisa dhidi ya uongozi wa chama hicho. Hali hii imekuwa ngumu zaidi na utambulisho wa Malisa kama kiongozi wa kidini. Kama mchungaji, anaamuru ushawishi wa kimaadili na heshima ndani ya jumuiya za kidini, na mashtaka yake yamewasumbua waumini wengi ambao wanajitahidi kupatanisha jukumu lake la kidini na madai ya uhaini. Kwa wengine, utambulisho huu wa pande mbili umeongeza uzito wa kihisia wa kesi hiyo na kuibadilisha kuwa mabishano ya kisiasa na ya maadili. Hata hivyo, bado mamlaka hazijaweza kutoa taarifa rasmi kuhusiana na madai haya kama ni ya kweli au la, lakini ripoti mitandaoni na ushahidi unaonyesha kwamba ni kweli kesi hiyo ipo. Wakati huo huo, wachambuzi wa sheria wamesisitiza kuwa hadhi ya kidini haitoi kinga dhidi ya sheria. Wanasema kuwa mahakama lazima ziruhusiwe kuchunguza ushahidi kwa ukamilifu, hata iwe ni nani,
bila shinikizo kutoka kwa maoni ya umma au huruma za kisiasa. Mtazamo huu umechochea wito wa uvumilivu na kujizuia mchakato wa sheria unapoendelea. Hata hivyo, licha uzito wa shtaka hilo au madai ya mashtaka hayo, taarifa za kina kuhusu vitendo maalum vinavyohusisha madai ya uhaini bado hazijawekwa wazi kwa umma na bado hazijathibitishwa na serikali. Ukosefu huu wa uwazi umeunda msingi mzuri wa uvumi unaoenea mitandaoni na masimulizi yanayokinzana, na hivyo kuzidisha wasiwasi wa umma na kutoaminiana, wengi wakijiuliza kama ni kweli kesi hii ipo au ni madai tu ya upinzani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa kesi hiyo inakuja katika wakati nyeti kwa CCM baada ya miongo kadhaa ya kudumisha taswira thabiti ya umoja na nidhamu. Chama tawala sasa kinakabiliwa na mitazamo inayoongezeka ya kutofautiana kwa ndani na kuvunjika kwa kiitikadi. Kufunguliwa mashtaka kwa aliyekuwa mdau wa ndani wa CCM kumezidisha hofu kwamba mizozo ya ndani ya chama inazidi kutatuliwa kupitia taratibu za kisheria na usalama badala ya mazungumzo ya kisiasa. Kwa wakosoaji wa serikali ya CCM, kesi ya Malisa inaandaliwa kama sehemu ya muundo mpana ambapo sauti zinazopingana zinakabiliwa na athari mbaya. Wanasema kuwa maendeleo kama haya yanahatarisha kupungua kwa nafasi ya kidemokrasia na kukatisha tamaa mijadala ya wazi ya kisiasa, haswa ndani ya chama tawala chenyewe. Wafuasi wa serikali, hata hivyo, wanaonya dhidi ya kufikia hitimisho kabla ya mahakama kuzungumza. Wanashikilia kwamba usalama wa taifa lazima ulindwe na kwamba tishio lolote la kuaminika bila kujali chanzo chake lazima kishughulikiwe kwa udhabiti na kihalali. Kwa mtazamo huu, kesi au madai ya kesi hii haihusu siasa za vyama bali ni kulinda serikali na taifa. Huku shughuli zikiendelea mjini Moshi, umakini unatarajiwa kuimarika ndani na kitaifa iwapo kesi hii ni ya kweli. Kila muonekano wa mahakama, uamuzi wa kitaratibu au ufichuzi wa ushahidi huenda ukachanganuliwa kwa karibu kwa maana yake ya kisiasa kama vile umuhimu wake wa kisheria. Hata hivyo, athari pana za kesi hiyo zinaenea zaidi ya Malisa. Kama mtu binafsi, wa Tanzania wengi wanaona kuwa ni kipimo cha mfumo wa haki wa nchi, dhamira yake kwa utawala wa sheria na uwezo wake wa kusawazisha masuala ya usalama na uhuru wa kisiasa Tanzania. Jinsi mahakama inavyoshughulikia swala hilo itajenga imani ya umma na Watanzania kwa taasisi za serikali. Ndani ya CCM kwenyewe, kadhia hiyo imeripotiwa kuzua mazungumzo ya kimya kimya lakini mazito kuhusu uaminifu, upinzani na mwelekeo wa baadaye wa chama na mpasuko ndani ya chama hicho toka zamani. Ingawa mijadala kama hii haitokei hadharani, madai ya kufunguliwa mashtaka kwa mwanachama wa zamani kwa tuhuma za uhaini kumekuwa na safu za chama ambazo hazijatatuliwa ama hazijatulia. Mtazamaji, mwaka huu 2026 inapoendelea, kesi hii ya Malisa au madai ya kesi hii ya Malisa iliyofunguliwa inasimama kama moja ya maendeleo muhimu ya kisiasa na kisheria katika miezi ya ufunguzi wa mwaka, ikiwa hatimaye itakumbukwa kama utekelezaji wa lazima wa sheria au kama ishara ya kuongezeka kwa migawanyiko ya kisiasa bado haijulikani. Kwa sasa Watanzania wanatazama na kusubiri mchakato wa sheria unapoanza, wakifahamu kwamba matokeo hayataamua tu hatima ya mchungaji Godfrey Malisa aliyetumikia CCM, lakini pia yanaweza kufichua mengi kuhusu mabadiliko ya nguvu, upinzani na umoja ndani ya mazingira ya kisiasa ndani ya Tanzania na chama tawala cha CCM. Mtazamaji, hata hivyo, huku ripoti hizi zikienea, Rais Samia Suluhu bado hajaweza kuzungumza kuhusu swala hili na CCM yenyewe bado haijaweza kuzungumza na serikali bado haijathibitisha kama madai ya kufunguliwa kesi ya uhaini dhidi ya Malisa ni ya kweli au la, lakini uvumi unaoendelea mitandaoni ni kwamba Malisa ameweza kufunguliwa kesi ya uhaini na wapinzani sasa wanakemea swala hilo. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia, lakini ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, nifahamishe madai haya ni ya kweli, na je unadhani kuna ukweli wowote hapo? Na je, kama ni kweli Malisa amefunguliwa kesi ya uhaini, je unaunga mkono au unalipinga hili? Na kuachia uwanja huu wa comment section, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Vile vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazoenea na kujiri sasa hivi katika mitandao ya kijamii.